anakupenda. Ananipenda. Niambie fine, ananipenda. Nitamwangalia, do I like him? Kwa sababu siwezi nikampenda. Thank you very much. If I do like, kitu cha kwanza. Huyo ni yeye akasema. Where are you? Maliza kwanza. Do I like him or not? Okay, nikishagundua kwamba nampenda. Kwa hiyo sasa labda nampenda. Jibu ndio hilo. Unampenda. Unaona? Endelea sasa bado. Unajua nimekuuliza swali. Unakuja mwisho. Ndio maana nikamwambiaje mashaka kunielewa. Mimi ina maana mtu unapokwenda pale ungesema kwamba unatetea point yako kwamba age ina maana. Age ina maana sana. Kaenda pale anasema do I like him? Yes I like. Kwa sababu circumstances za age wewe tatizo unipi nafasi. Nimekwambia endelea kumesha. Ngoja nisikize basi mimi. Do I like him? Nikisha find out yes I like him. Do I love him? Yes I like. Sasa naanza. How old are you? Oh, mimi I'm 19. Okay, you are 19. Fine. Kama wewe you are 19, do you know kwamba you are young? Mimi I'm 25. Atasema labda I know and I love you. Nita respect kwamba ananipenda. Sawa and nitamwangalia sasa yeye alivyo. Sawa. He's 19 lakini vitu anavyofanya sasa. Let's say labda 19 of course yeye akawa anafanya kazi. Mimi nimeshampenda. Naambia okay wait, mimi ni 25. Subiri ufikie ile age ambayo unaweza kuwa kwenye relationship ndio nishaanza naye. Basi nitamwangalia hiyo age yake. Kama ndio hivyo nitamwambia usikiliza. 19 na mimi niko 25 so subiri kwanza. Ukikuwa at least kama niko in love na yeye sitakuwa naye no sasa sikiliza yani like kama ndio hivyo naambia mimi kwa sasa hivi siwezi kuwa na relationship na wewe kama niko in love na yeye basi nitakuwa naye hivyo karibu lakini 19 bado ni mdogo lakini sasa unajua na ukisha fall in fact kwanza sidhani kama naweza nikafall kwa mtu mdogo sasa lakini if it happens basi nitamwambia nitamsubiria akuwe at least afikishe 20 something wakati mimi nimeshaenda tena mbele. I don't know, it will be crazy kwa kweli. Hata kama tufikisha 20 something, bado huko juu kabisa. Utakuwa vipi? Bado wewe utakuwa umezidi umri, si ndio? Hata kama atafikisha 20. You are not in the same page, si ndio? Yeah, basi usitapenda. Kodi haijatokea, kwa usitapenda. Lakini kwa sababu wewe haijatokea unaweza kupenda, kitokea unaweza kupenda. I don't ndio maana yake. Lengo lake ni moja kwa hivi. Labda anaweza akawa labda rafiki yake tu. Kwa hiyo hata kama kisubiri jeji iende, it doesn't matter. Jeji iende ifanyike hata kile yake. Yani mimi sijaelewa. Rafiki tu wewe hauna marafiki wa kiume. Tuongelee unachukua kama wanasema kama tuongelee rafiki. Sasa huyu ndio tunamaanisha mtu ambaye unadili. Sasa sina kumaanisha hicho. Sitaki kumaanisha kwamba rafiki sio ni nataka kumaanisha kwamba mpenzi. Mpenzi na ambaye sasa wewe mimi namcrush. What I meant ni kwamba okay nimesha fall. Unajui kupendana na mtu lakini hamfanyi chochote. Unajua kabisa yeye ananipenda na mimi nampenda lakini amfanyi chochote you know inatokea lakini ndio hivyo nimeona hivi tokea China bongo hizi ni akiwa na miaka 19 afu unapenda 25 kwa hiyo no hiyo tulikuwa mfano mimi nataka okay mimi nataka mimi niambie mimi wewe ukimwona mwanaume kitu gani ambacho unaangaza kwanza mimi naangalia parents yake mbali na parents yake naangalia je ananipenda au hanipendi alafu kinachofuatia umri yeye ni mdogo kwangu au ni mkubwa kwangu kama umri mdogo mdogo msizi nikadate naye maana unataka kama ni mdogo wangu kwa hiyo tutakuwa kwa hiyo unakuwa unatafuta umri sasa ndio umri kwa hiyo wewe utabaki sisi unakuwa ukiwa search yani unaangalia umri kama mwanamke anakupenda wewe hujali hata kama akupendi ingaja na umri tu ambao unafaa basi ndio sikiani sasa mimi na miaka 22 ndio kwa miaka 17 sasa nakuja kwa hiyo lakini unajua mapenzi kidogo anaweza kaniambia mapenzi ni nini ndio niambia mapenzi mimi nikwambia mapenzi nini wakati mimi mapenzi wangu ni umri umri unafanyaje mimi mapenzi wangu kwanza umri unafanyaje bora niambie umri unafanyaje you approach me yani sijakujibu chochote I'm asking you how old are you yani jibu za karibu anatajiwa kwamba hapo unaweza kama umelipita pita ndio kwanza this guy nataka kuwa naye eti unaambia how old are you miaka 20 kama mimi sasa tunashangaa wanaume wangapi a lot of them kwa hiyo unatoa kama mwanaume mimi naangalia umri yani siangalia ananipenda au anipendi hilo siangalia for the first time no kwa hiyo mimi masikiliza kwa hata kama akupendi
unaangalia tu. Mimi naangalia tu. Lakini wewe sasa alishasema akupendi. Sasa hapo sasa yetembe ndo nani? Wewe unaongelea umri huku unaongelea tuna pesa. Ina maana sasa wewe uongelee tena umri. Ina maana wewe unaangalia sasa. Na mimi nataka uniambie kwamba kwa nini unaangalia umri wakati wewe unatafuta mtu ambaye anakupenda? Inakuja msaada akilini. Na mchukua mtu anambeka kwa mama wote anamtambusha afa anataka 20 kama mimi. Au unamchukua mtu anambeka kwa mama anambeka kwenda mama kwa jigo unataka. Kwani mama kwa jigo unataka kuolewa? Excuse me. Anaomba anataka kuolewa. Lakini hata kuwa tayari kunyoa uso wake nao. Kwanza anaolewa na mtoto kwanza sasa hivi. Ukimpelekea kwanza mama sasa hivi ukimpelekea mwanaume huyu ndio hapa mama kwanza anafurahi sana. Yaani hapo atakachoanza kufikiria wajukuu. Sasa wewe mama gani huyu ambaye anaanza sasa hivi kwa sema unajua wanaume ana miaka mingapi? Usidanganye nataka kuambieni kitu. Haujui kwa mfano mwanamke labda ana miaka 22 akapata mwanaume labda ana miaka 24. Haujui hapo hamna kitu cha maendeleo kitakachofanyika. Wako katika starehe hiyo. Mimi anaweza kufanya nini? Sema soma. So labda anafanya labda kazi na mwanafunzi mara zote kazi yake yeye ni kusoma. Hapo wanafunzi tuweke pembeni. Tuseme labda anafanya kazi kwa sababu sasa nyie mnataka kumfunza vitu kwamba huyo mtu ana miaka 10, hana pesa, hawezi kunitunza na mimi ndo nimempenda nikitoka au hawezi kunihudumia kwako wewe. Sasa tayari. Ndio maana kuna standards jamani. Sio tu kutunzwa. Ngoja nikwambie. Unajua hapo tunachokiongelea nini? Hiyo anasema yeye kama mmepishana hivyo umri. Ni kwamba hawezi ndani advice. Yeye anakufikiria ndio hapo mimi nilipo. Ndio hicho ambacho nita break up na boyfriend wangu. I'm sorry kama hajanifunza. I think kwamba mwezi nikamwambia. Mimi ndo analiana naye lakini mimi I'll break up with him kwa sababu gani? Haiza kanishauri chochote unajua. So ni mtoto kwanza pale tunakuwa zinafanana. Pamoja na hayo unapomfuata mtu kwanza umeshajua kwamba wewe okay tuseme kwa sababu let's forget about money. Amekufuata mtu si ndiye? Anakupenda sio nini? Mtu umesema na miaka 10 na sijui 10 na alafu si unajua 20 something or something. Si ndiye? Anaweza kaja kwako labda anafanya kazi. Maybe stop worker. Maybe kwa sababu kama ngangania mwanafunzi anaweza akawa anafanya kazi au stop worker au ni mwanafunzi. Kuna vitu vyote vitatu. Umenielewa? Na unapokuwa mwanafunzi una standard ya kufikiria kama mwanafunzi. Na anapokuja kama mfanyakazi bado anaonekana kwamba is grown up na ni mfanyakazi ameshajua jinsi ya make decisions na hata ofisini they can rely on him kwamba anaweza kufanya kazi. Na anapokuja kama as a stop worker pia vile vile ni mfanyakazi lakini kwa kipindi cha mfanyakazi. Kwanza wewe usije kutanganya kwamba bwana unakuja kwangu hawezi kumeka decision wakati tayari yengo uliokwenda sio ile ambayo Kiza nikwambia sasa. Yaani unajua unachosha lakini hivi unaelewa kwamba unanichosha unanichosha mwenyewe. Sasa mimi na wewe. Yaani unanichosha sana hivi mwambie. Wewe nimeshachoka kuongea. Mimi nataka nikusikize wewe. Unasema kwamba wewe unasema kwamba umri unapata kwenye tanda kusikia. Mimi wanasema chochote. Hujaniambia chochote. Naomba naomba useme hujasema chochote. Niambie wewe boyfriend wako ana miaka mingapi? None of this. Mimi nimemwambia anipe points za kuprove kwamba age ina maana. Usiniulize mimi na boyfriend wangu. Nani huyo business? Jiulize wewe boyfriend wako ana miaka mingapi na wewe alafu sema na miaka mingapi bwana. Wakati mimi niko kwa ajili ya kujua jini machira na mbofu wewe mara unauli ufuga na miaka 40 vile vitu mara umeona sasa baba sema no mimi siogopi kama ni naye mimi nitasema lakini huu sio muda wangu. This is not my time to take. Unajua hapo ndio kubana kidogo. Hapana, yani nimekuja hapa. Siwezi kukwambia hata usinikabe hata ukwambie wewe ndio plan kizazi wakati wote. Mimi nataka kujua live points. Wajue kwamba umri au mali. Sawa na kusema. Mimi nasema I need you. Salma aliongea her own part. Nikamsikiliza. Tina told me her own story. Nikamsikiliza. Mary hajasema nataka na wewe Neema useme.
Mimi sasa nataka kwa Belinda ati nilikuza swali hujajibu. Sija mimi nimekuuliza wewe you supposed to answer me. Okay. Mimi ukinijibu swali langu ningeonea kukuambia. Wewe umeisema na point umeisema wewe. Salma hajasema point. Salma hakuisema hata point wewe ndio umeleta point. Kwamba nini? Bwana, age inamata, huwezi kutembea na mwanaume mtu mzima wala usitembea na Serengeti boy. Age inamata bwana. Sasa naomba unipe point. Uko wapi? Okay, let me ask you. Wewe tena usinipe mimi, mwambie yule pale. Nimekwambia swali simple sana. Wewe boyfriend wako ana miaka mingapi? Mwambie yule pale. Wewe mimi sitaki kumwambia yule, nataka wewe uniambie. Maana wewe ndio kana ambao una complain eti. Wewe sija boyfriend wako ana miaka 40. Mimi hakina shida na miaka 100. Sasa unaona? Kwa sababu amekupita tayari. Kwa sababu mimi ninachoangalia kwenye mapenzi. Mimi ninachoangalia kwenye mapenzi. Kwanza, kumpata mwanaume ambaye ana really love. That is quite something else different. Mwanaume anakupenda. Mwanaume yuko tayari anakujali. Yuko tayari kuangalia usalama wako. Ndio mwanaume hapo vinaangalia. Ana lolote hata kama hafanyi kazi. Yaani ambacho kinamata hapa kwamba ni mapenzi. Mimi siangalii sio tu umri, eti bwana anazidi unde janazidi. Na wale ambao mnaitaga mabebi wakati ni watu wazima. Mabebi, sidhani gani bwana. Unaanza baby, unajua na nyumba yangu wananifukuza kesho, mama mwenye nyumba ananifukuza. Naomba na hela ningalipe kwa baby. Anaendeka samini baby yule mimi. Ndio unafanyaje? Hadi ningijiwe. Niambie, mimi sina shida, ukiniambia mimi tena I'll let you go. Wewe mwambie mimi siachoka. Wewe kwa sababu kununulia gari na miaka 70 ukuuliza na miaka mingapi na vile vile ukaanza kudate naye na baadaye umeanza kumuita baby. Tena mwenyewe baby, mimi unajua natembea na miguu, nahitaji usafiri. Tena unamuita baby. Mtu mzima ambaye unaweza yaani baba anataka kwa kama mimi calling baby. Mimi si baby. Yaani hapa nimeshafanya research. Kwa hiyo usidanganye. Ndio maana nakwambia mbona unakwepa swali letu? Mbona unaliuliza? Mimi anaweza shida yenu nyinyi mtaka kujua boyfriend wangu ni nani? Una mawili. Kama amekuzidi umri. Ana miaka 20. Kama ananipenda naweza kuwa naye. Ana miaka 70. Kama ananipenda naweza kuwa naye. Are you satisfied? No, not yet. Wewe unataka kujua boyfriend wangu ni nani? That's not happening. Yaani wewe huwezi kunioni mimi kwamba eti boyfriend wangu ana miaka mingapi. Kwa sababu mimi nimeshakwambia sijali. I don't care kwamba kama ni naye, kama sina, kama ni naye ana miaka 70 it's fine. Kama ana miaka 20, kama ana miaka 20 it's fine. Kwa sababu unaweza ukampata huyo ambaye unataka wewe kwamba wewe una miaka 20, unaangalia mwanaume range kwamba 10 years more huyo ananifaa, si ndio? Alafu kaka naye, then you don't call. Where is love? Kwa hiyo unaweza kumpata wewe ambao unamtaka wewe. Yes, usimeangalia uniambie. Umeangalia unajua tatizo lakini bado asisimame pale ambapo unapotaka wewe. Wewe una tatizo. Mwanzo ungesema huyo ndo ana age kwa sababu yeye kumjua wewe unaelekea ku affected na umri wa boyfriend wako. Watu ila nimesema kama mwanaume anajitokeza ana miaka 70, ana miaka 60, ana miaka 25, I'm ready to go with him. Sawa. Ninachoangalia ndio kama nilivyoambia, mimi ninajali sana mtu ana feelings na mimi. Okay, hata sisi tunajali hiyo. Lakini sasa mimi umri ya umati, kwa hiyo hata kinaweza unajisumbua. Huyu hapa namuuliza, anipe pointi 3 ili alihamishe kwenye embo yake. Sitaka na mimi ngoja nimsaidie kwenye. Hapana sawa. Hapana sawa. Mimi nataka ni. No, mimi that one it's not. Mimi nataka niseme. Salma umeongea nimesikia. Ana mengine kuongezea. Mimi nataka. Ana mengine kuongezea. Hebu wape chance bwana ongezee wengine.